Yes, bana shabiki wa Simba popote pale ulipo. Hizi ni habari njema zenye kuleta amani na utulivu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Najua mashabiki wengi wa Simba wanatamani kuona timu yao inafanya nini katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Maboresho makubwa yanahitajika kwenye kikosi, huku baadhi ya wachezaji na nyota wakitajwa kuondoka. Anajenga kikosi imara na kikosi bora kuhakikisha kwamba timu inakwenda kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi mabingwa barani Afrika kwenye mechi zilizosalia, ili iweze kuwa na uhakika Simba Sports Club kusonga mbele zaidi. Miongoni mwa viungo bora kweli kweli ambao wamekuwa na msimu bora wa 2025-2026 akiwa amecheza mechi 11 ndani ya kikosi cha Teungueth ya pale nchini Senegal, lakini ni kwamba toka msimu 2023-2024 alikuwa hana klabu toka tarehe 7 ya mwezi wa kwanza mpaka pale alipokuja kujiunga na Teungueth tarehe 12 ya mwezi wa tatu, ambapo amehudumu kwenye kikosi hicho mpaka hii leo, na takwimu zake zinaonyesha katika mechi 11 ambazo amecheza akiwa na Teungueth ametoa asisti 2 pekee, akiwa hajafanikiwa kufunga bao lolote. Hana kadi nyekundu, hana kadi ya njano, lakini baraa lake ni kubwa na uwezekano mkubwa wa kuanza kwenye kikosi. Alikuwa na 91% za kuanza kwenye kikosi cha first 11, kwa maana kwamba first 11 ya Teungueth, lakini pia alikuwa anacheza kwa 85% dakika zile 90. Inaonekana ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanacheza kwenye dakika nyingi mno katika game ambazo ameanza, lakini uwezo wake wa kufunga goli participation, ameshiriki kwa asilimia ngapi? Ameshiriki kwa asilimia 33 pekee katika zile asilimia 100 ambazo tunafahamu kila mmoja anapaswa kushiriki. Sasa Simba amepambana sana kupata saini ya Ribase Gueye, maana alikuwa anaelekea kule USM Alger. Tayari kulikuwa na makubaliano ya USM Alger na kambi ya mchezaji, ila mchana tajiri akaingilia deal, akaingilia kati na kulimaliza na akamalizana pande zote mbili, kwa maana ya mchezaji na kisha dili likawa limekamilika. Ribase Gueye alikuwa na mashindano bora sana ya CHAN, huku akiwa ametoa tuzo ya man of the match dhidi ya mechi ya Nigeria. Kama uliwatazama vizuri Senegal kwenye game dhidi ya Nigeria, wakati akiibuka man of the match, ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na performance bora mno, na amewahi kucheza kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Senegal cha under 23 na kwenye mashindano ya CHAN. Ni miongoni mwa viungo ambao walikuwa wakipika ndani ya kikosi cha taifa ya Senegal. Ni Dildani ndani ya Simba Sports Club, kiungo mshambuliaji wa Teungueth FC Ribase Gueye akiwa na miaka 22 hivi sasa. Simba Sports Club wamefanikiwa kupata saini yake na kuanzia mechi zijazo maandalizi, na ameshawasili nchini Tanzania, maana ameingia usiku wa kuamkia leo katika jiji la Dar es Salaam. Akiwa usiku akiwa anakuja Tanzania, tulipokea habari zake bwana, tukasema hapana, ni lazima tukujiuze, na hivi sasa tunavyozungumza yupo jijini Dar es Salaam akiwa amemalizana na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Kinachosubiriwa kwa sasa ni formality tu za club na kuhakikisha kwamba mchezaji ana join kwenye kambi na anaanza mazoezi rasmi kwa ajili ya mchezo unaofuata wa Simba Sports Club, hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis katika jiji la Tunis pale nchini Tunisia. Baada ya hapo mechi ya marudiano itapigwa Benjamin Mkapa. Kwa usajili huu wa Simba Sports Club ambao wamemfanya wa Ribase Gueye kuongezeka kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi, tunafahamu miongoni mwa viungo washambuliaji ambao wako ndani ya Simba yupo Joshua Mutale Budo ambaye anatolewa kwa mkopo, lakini pia yupo kiungo Neo Maema ambaye anacheza nafasi hiyo hiyo, bila kumsahau Elie Mpanzu, bila kumsahau Jean Charles Ahoua. Hawa wote ni viungo washambuliaji ndani ya Simba Sports Club. Swali la msingi na la kujiuliza, Ribase Gueye ataweza kumweka nani benchi kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club? Aidha ni Jean Charles Ahoua, Elie Mpanzu, kwa maana kwamba Ribase Gueye ana uwezo wa kucheza kama left winger, kama right winger, lakini pia kama attacking midfield. Hizi zote ni kazi ambazo anaweza kuzifanya kwa ufasaha wa hali ya juu mno akiwa anacheza kiwanjani. Sasa hizo ni taarifa ambazo niliona nikupenyezee, niweze kukufahamisha, lakini pia nikujuze kidogo uweze kumfahamu Ribase Gueye ambaye anajiunga na Simba Sports Club ni mchezaji wa aina gani. Ni miongoni mwa wachezaji ambao ni right footer wazuri kweli kweli, na kama akiaminiwa, akipewa nafasi ya kutosha,
Mimi naamini atafanya vyema ndani ya Simba Sports Club, lakini pia bila kusahau tetesi za mlinzi wa kushoto ambaye anatajwa kujiunga na Simba Sports Club akitokea kwenye kikosi, amewahi kukipiga kwenye kikosi ya timu ya Al Hilal, lakini ni raia wa Mauritania, Kadim Diaye mwenye umri wa miaka 27, naye ameingia jijini Dar es Salaam kukamilisha usajili wake. Huyu alitajwa sana na Simba Sports Club kujihusisha naye hasa katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili lililopita, lakini Simba kwa sababu ya mpunga hawakutaka kukamilisha dili hilo, wakawa wameachana naye baada ya kumchukua Anthony Mligo ambaye alikwenda kuziba nafasi ya Mohamed Hussein ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Lakini kwa kocha Steven Baka amewaomba Simba Sports Club kuhakikisha kwamba wanatengeneza maboresho kwenye kikosi na wanampatia wachezaji wale ambao anawahitaji, na pia bila kusahau wakati huu akituma salamu kwa mlinda mlango Musa Pinpin Kamara akiwaambia viongozi kama itafika mwezi Februari, kwa maana mwezi wa pili, hajarejea kwenye kiwango bora cha mazoezi na hajarejea akiwa fiti, basi achomolewe kwenye usajili, aingizwe mlinda mlango mpya, kwa maana kwamba anahitaji kufanya vyema katika mechi zijazo. Unaiona Simba ikienda kufanikiwa kwa usajili huu ambao wanaufanya hivi sasa? Je, dili la Ribase Gweye, ni kweli Simba walikuwa wanahitaji kiungo mshambuliaji kwa viungo waliokuwa nao ndani ya Simba wameshindwa kufanya kile ambacho mashabiki na walimu walikuwa wanatamani kuona Jean Charles kwa akifanya au Elie Mpanzo akifanya kiwanjani? Yote kwa yote haya yanakuja ni mara baada ya Simba Sports Club kuondoshwa kwenye mashindano ya Mapinduzi Cup, kufanya vibaya kwenye mechi mbili za mwanzo za CAF Champions League, lakini vile vile kwenye ligi kuu ya NBC bado kiwango chao hakishawishi, kwa maana washapoteza mchezo wa ligi kuu ya NBC mbele ya Azam Football Club. Tuandikie maoni yako chini ya comment section, tuambie usajili huu unaupa ngapi kati ya 10?